Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 23 ya mwezi wa 12 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Mkunjufu kabisa ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikhani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Mbona nikukumbushe, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini pia usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti ya Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Mwigulu, acheni kuzoea matatizo. Ni kwenye utoaji huduma maeneo ya umma, akirwa wagonjwa kusubirishwa kuona daktari. Habari katika ukurasa wa pili. Ulega agiza ujenzi barabara usiwe kero, ataka utu kwanza urahisishe maisha ya wananchi. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3. Samia amlilia Jaji Malaba. Habari katika ukurasa wa 7. Polisi wahakikisha usalama Christmas mwaka mpya. Habari katika ukurasa wa 3. JKCI yatoa milioni 200 kwa mwezi msamaha wa wagonjwa wa moyo. Habari katika ukurasa wa 3. Serikali iwaokoa watoto 27,000 wa mazingira magumu. Habari katika ukurasa wa 4. Wazee milioni 1.2 wapewa vitambulisho vya matibabu bure. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Shule zote zisajiliwe mfumo wa taarifa kabla Disemba 27. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni NHIF mgusawa bima kwa wote. Isaka asema maandalizi muhimu yamekamilika tayari kuanza Januari, ataja vifurushi vya matibabu, mfumo wa malipo. Habari katika ukurasa wa 4. Ukame wa abiria wakatika vituoni kuelekea Christmas. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Janabi tujipange, misaada ya afya Afrika inapungua. Habari katika ukurasa wa 6. Wanafunzi 3 washinda ufadhili wa masomo CRDB. Habari katika ukurasa wa 7. Lakini pia gazeti hili limeandika ajali za moto zilivyoumiza wafanyabiashara 2025 Dar es Salaam. Majanga ya moto yameendelea kuwa mzigo kwa wafanyabiashara nchini mwaka 2025 kutokana na kuongezeka kwa matukio haya katika maeneo mbalimbali ya biashara, hususan katika majengo ya biashara ya Kariakoo jijini Dar es Salaam. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Nalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni siku 7 za vigogo kukosa usingizi Lindi. Ni wa TANROADS TARURA. Dr. Mwigulu ataka ndani ya siku hizo watengeneze kwa haraka daraja la dharura lililoanza kutitia. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Waziri Nanauka mikopo ya vijana itolewe haraka. Habari katika ukurasa wa 4. Hali ya usalama nchini shwari, jeshi la polisi. Habari katika ukurasa wa 4. Ulege ujenzi barabara usikilize wananchi. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Waziri wa ujenzi Abdalla Ulega amewataka wakandarasi kuweka kipaumbele utu na kuondoa kero kwa wananchi kila wanapopewa kazi ya ujenzi hapa nchini, kwani huo ndio mwelekeo wa serikali ya Rais Samia. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Dr. Mwigulu, tuache tabia ya kuzoea matatizo. Habari katika ukurasa wa 3. Wawekezaji wa ndani watakiwa kuchangamkia fursa. Habari katika ukurasa wa 2. Rais Putin yuko tayari kuzungumza na Macron. Habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili limeandika miaka 4 ya mageuzi katika sekta ya nishati. Habari katika ukurasa wa 10 hadi ukurasa wa 11, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Nipashe mwanga jamii lenye limeandika Dorothy Sem, serikali ya umoja wa kitaifa
imepoteza mwelekeo. Habari ni katika ukurasa wa 5. Avunja ukimya kinachoendelea Zanzibar na hatima ACT Wazalendo. Vigingi vya upinzani CCM yamjibu papo hapo. Habari katika ukurasa wa 5. Christmas kuwa chini ya ulinzi maalum kuanzia ibada hadi ulingo wa sherehe. Habari katika ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3. Mwamko wa tiketi za usafiri mtandaoni bado tatizo. Habari katika ukurasa wa 2. Lakini pia gazeti hili limeandika ubakaji wanawake na watoto tishio Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 17. Migogoro ya ndoa, malezi ya kambo na kuwasili watoto vyashika kasi nchini. Habari katika ukurasa wa 3. Profesa Janabi anzisha vita kukabili mlipuko wa magonjwa kwa bajeti ya Afrika. Habari katika ukurasa wa 4 gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujaliwa. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Gazeti Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu, lenyewe katika ukurasa wake mbele habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwigulu hapoi afanya tena ziara ya kushtukiza hospitalini, anyosha kidole watumishi wanaofanya kazi kwa mazoea, amwambia naibu waziri wa afya atoe maelekezo hospitali zote nchini, mgonjwa akifika sikilizwe apewe huduma. Habari katika ukurasa wa 2. Atoa siku 7 ujenzi wa daraja. Habari katika ukurasa wa 3. Mkandarasi kayatimba naibu waziri amuru wakamatwe. Habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Ulega apiga kambi barabara ya Rwanda. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega amewataka wakandarasi kuweka kipaumbele utu na kuondoa kero kwa wananchi kila wanapopewa kazi za ujenzi hapa nchini, kwani huo ndio mwelekeo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Madereva walevi wazembe wawekwa mtegoni Christmas. Habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima siku hii ya leo. Gazeti Jamhuri ninalo mikononi mwangu, lenye limeandika Jaji Warioba vunja ukimya, azungumza na Jamhuri kwa saa 3 na dakika 16, ataja mwarobaini kumaliza mpasuko wa kitaifa, alia kupuuzwa kwa katiba, utawala wa sheria, asukuma lawama za vurugu mauaji kwa INEC, awakosoa vijana kwa kuharibu miundombinu. Habari katika ukurasa wa 2, ukurasa wa 3 pamoja na ukurasa wa 12. Tufanye haya Tanzania ipone. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Ni kweli mamlaka zote hutoka kwa Mungu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10. Kila awaye ajipime, uraisi anatoa Mungu. Habari katika ukurasa wa 7. Familia za miminika Serengeti Tarangire. Habari ni katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamhuri. Mwanahabari nalo mikononi mwangu, lenyewe limeandika Waziri Mkuu atoa siku 7 TANROADS TARURA, wataka wakae na kutafuta suluhisho ujenzi wa daraja eneo la Kongo, barabara inayokwenda Masasi kutokea na Chingwea mkoani Lindi. Habari katika ukurasa wa 3. Ulega wa kandarasi sikilizeni wananchi, ujenzi wa barabara, wataka kuweka kipaumbele utu na kuondoa kero kwa wananchi kila wanapopewa kazi ya ujenzi nchini. Habari katika ukurasa wa 2, ndugu yake ikisema kama kuna sehemu barabara imekamilika na taa unazo, weka taa. Kama kuna kitu unaweza kufanya watu wasikae kwenye foleni kabla hujamaliza ujenzi, fanya, alafu endelea na ujenzi. Barabara ni utu na lengo liwe wananchi na sio kujenga barabara. Ulega. Dr. Nuru, Tanzania na UNICEF kuendeleza ushirikiano. Habari katika ukurasa wa 2. Simba Chawene aeleza mikakati ya serikali kuliboresha jeshi la magereza. Habari katika ukurasa wa 2.
na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari, gazeti bora. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Charity Gala Dinner itakayofanyika tarehe 31 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha waalimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania 2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji. Na sasa tukikia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni DJ Walete. Taifa Stars yala kiapo yapewa refa mtata. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Ni mechi za Taifa Stars makundi limeandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Ni leo Jumanne dhidi ya Nigeria saa 2:30 usiku. Watashuka tena dimbani dhidi ya Uganda saa 2:30 Disemba 27. Watacheza dhidi ya Tunisia saa 1 kamili usiku Disemba 30. Kundi lao ni kundi C lenye Nigeria, Tunisia, Uganda pamoja na Tanzania. Gazeti hili limeandika 1980 mwaka ambao Tanzania ilishiriki fainali za kwanza za AFCON na kukutana na Nigeria katika mchezo wa ufunguzi ambao mwenyeji alishinda. AFCON 2027 fainali hizo za 36 zitafanyika, Tanzania ikishirikiana pamoja na Kenya na Uganda. Gazeti hili limeandika Simba Yanga zishindwe zenyewe, Azam FC Singida Black Stars nazo zimo, CAF yazilainishia Afrika. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. EFL leo Jumanne ni Arsenal dhidi ya Crystal Palace saa 5 kamili usiku, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Stars ya saka rekodi AFCON, Dakar ainusuru Zambia, SRT yamvulia kofia Simba. Habari katika kurasa za ndani. Ratiba AFCON mechi za leo Disemba 23 ni DRC dhidi ya Benin saa 9 alasiri, Senegal dhidi ya Botswana saa 12 jioni, Nigeria dhidi ya Tanzania saa 2:30 usiku, Tunisia dhidi ya Uganda ni saa 5 usiku. Kaseja achegelea sare Championship. Habari katika ukurasa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tumalize kwa kulitazama gazeti Nipashe michezo na burudani lenye limeandika karata muhimu kwa Stars leo. Inacheza na Nigeria kwa mara ya pili kwenye AFCON baada ya miaka 45. Kocha na wachezaji wa hapa. Habari katika ukurasa 23. Yamnyatia beki wa FC Lupopo. Habari katika ukurasa 23. Amorim hali mbaya Man United. Habari katika ukurasa 21, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii.